Wewe unaweza, o Bwana wa mabwana, ni wewe unaweza, o Bwana wa mabwana, ni wewe unaweza, Bwana wa mabwana, ni wewe unaponya, Bwana wa mabwana, ni wewe wabariki, Bwana wa mabwana, ni wewe watawala, o Bwana wa mabwana, ni wewe watawala. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nalitukuza jina lako mtakatifu na ninalikuinua jina lako. Wewe ni Mungu unayeweza, hakuna Mungu aliye kama wewe mtakatifu. Nanyenyekea sana chini ya miguuni mwako masaa haya na majira kama haya mtakatifu. Bwana wa majeshi utukuzwe na atoimidiwe. Nabariki kila mmoja anayepata neno lako mfalme. Tunajiunganisha chini ya uwepo wako, ukapate kunena nasi. Bwana wa majeshi, ni wewe Mungu unaweza, hakuna Mungu aliye kama wewe. Nabariki wote wanaotazama neno lako na wanaolisikiza. Bwana ukakubali kunena na mioyo yao. Na Bwana, nami unitumie kama chombo ili Bwana likaweze kufikia watu wako neno lako. Barikiwe na hata inuliwe milele. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Sema amina. Basi ni furaha yangu kubwa katika muda na masaa haya kuungana nawe kwenye ibada hii ya siku ya leo. Ambaye aliye host wako siku ya leo ni Apostle Daniel GM, ambaye na hudumu na kanisa la Mungu Maximum Healing Outreach Ministry. Na Mungu amekuwa mwema na amekuwa msaada kwa ajili ya maisha yangu pamoja na huduma pamoja na jamii. Tumemwona Bwana akiwa mwaminifu kwetu. Basi ni furaha yangu pia nikukaribishe ili tukaweze kupata kuungana pamoja, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa katika siku ya leo. Basi katika ibada hii ya siku ya leo nataka tuzungumzie neno la Mwenyezi Mungu, tufundishane kuhusu kiapo. Topic ya leo ni kuhusu oath or kiapo. Katika kitabu cha neno la Mwenyezi Mungu, Numbers chapter number 30 verse number 13. Numbers ni hesabu, mlango ni wa 30, aya yake ni ya 13. Biblia inasema, lakini kama mumewe atakaposikia habari zake, akisitagua na kusibadilisha, basi hata kama alitaka kukitimiza nadhiri au ahadi zake, atawajibika kutimiza. Mumewe atakuwa amesitagua na Mwenyezi Mungu atamsamehe. So huyu ni mwanamke ambaye alikuwa ameweka nadhiri. Na katika nadhiri ile ambayo alikuwa ameweka, na Mungu akawa anazungumzia kuhusu hiyo nadhiri. Na nadhiri iwezi fanyika, nadhiri ni ahadi. Mtu akiahidi kitu huwa anaahidi akiwa ndani ya moyo wake. Sasa wakati mwingi unakuta kwamba wanasiasa wetu ama viongozi wetu katika taifa letu la Kenya, sikusikia Uganda wakiahidi hivyo, lakini sijui kampeni zao vile siliko na pamoja na Uganda na all of the world. Lakini katika taifa la Kenya, ninaongea nikiwa hapo maana mimi ni Mkenya. Katika kampeni zote za wanasiasa kuanzia rais mpaka chini, huwa wanaahidi ya kwamba mkinipatia nitafanya hiki. Kwa hivyo it's like tuna exchange kura na ahadi zao. Na wakati ambapo mtu anapokuwa katika hali ya kwamba amepita ama kwa njia nyingine amechaguliwa, anaenda sasa anaapa akiwa na Quran, akiwa na Biblia. Na katika ile Biblia ama ile Quran huwa hawanyamazi wakiwa wameshika hiyo Biblia.
wao wanaapa ya kwamba nitakuwa mwaminifu, nitachunga katiba, hasa kwanza rais huwa anasema kwamba nitachunga katiba, nitakuwa mwaminifu, nitaprotect katiba, nitaprotect wananchi. Hayo yote ni kwamba anaongozwa na jaji mkuu kuapa. Lakini ikiwa ni wabunge huwa wanaapa kule katika bungeni, wanaapishwa na mkubwa wao. So katika ile kuapishwa ama katika ile sasa, katika yale maneno mtu anayezungumza, hayo ndio maneno ambayo yanaitwa kiapo. Sasa katika ile kuapa, mwishoe unakuta kwamba watu wengine ama viongozi wengine hawafanyi vile walivyoapa, so wanabadilisha. Yaani wanaapa kwamba tutafanya, lakini inapofika kutekeleza, kinachotekelezwa ni tofauti na kiapo. So ni kwamba ametegua kiapo. Wakati mtu anapofanya harusi, kuna viapo ambao watu wanakula kwenye madhabahu ama wanaapa kwenye madhabahu ya kwamba mimi nitafanya hivi, nitafanya hivi. Kila kanisa iko na kiapo tofauti ya kwamba wengine wanaapishwa kwamba kile kitakacho tutenganisha ni kifo. So kwa mabaya na kwa mazuri tutavumilia. So kuna viapo. So hizi viapo nakuta kwamba ndiposa watu wengi ambao waliofanya harusi wakati wa kuachana, asipochua jinsi ya kubadilisha ile kiapo, unakuta kwamba maisha inakuwa mbaya. Wakati watu wanapopatana kuoana, hata pasipo harusi, kuna kiapo wanaapa ya kwamba mimi nitakuwa mke wako, mimi nitakuwa mume wako, sitakuacha. So katika ile kwamba sitakuacha, ameapa. Sasa kwa muda, kwa jambo moja au lingine, unakuta kwamba wale watu hawakai pamoja na kila mtu anaenda zake. Sasa anapoenda zake, anaenda anaolewa na anaenda anaoa. Yule aliyeenda kuoa anaoa, yule anayeenda kuolewa anaolewa. Sasa ile kiapo ya yule wa kwanza hajabadilisha ile kiapo. Sasa kwa sababu ya hiyo kiapo bado haijabadilishwa, anapoingia kwa ndoa nyingine ama anapotoka katika, kuna ile mambo tunaita uhusiano katika uchumba, unakuta kwamba kuna mtu ambao mliapa na yeye, sitawahi kuacha, mimi ukiniacha nitajiua, mimi ukiniacha sitaoa, mimi ukiniacha sitaolewa. So hizi ni bahati ya mambo ambayo ninayozungumza kwamba watu wanafungwa nazo. Na kuna katika familia unakuta kwamba waliapa ya kwamba hakuna mtoto katika familia hii atakayenunua gari. Na ajabu ni kwamba wengine huapa pasipokuwa wewe huko. So unakuta kwamba labda hata uchasaliwa, lakini katika licha kwamba uchasaliwa, kuna watu ambao walikuweko mbele yako waliapa kwamba hakutakuwa na mtu hapa atakayenunua gari. So on with time unakuta kwamba ukifanikiwa unaenda unanunua ile gari, lakini kwenu waliapa ya kwamba hakutakuwa na mtu ambaye atakayenunua gari. Sasa ile kiapo walipo hapa na wewe umekuja umefanya kinyume na ile kiapo. Sasa kinachodili na wewe, kinachopigana na wewe ni kiapo. Sasa Biblia inasema ya kwamba iwapo mume wake atategua kile kiapo. Kwa hivyo si mtu mwingine akuje kando ateue ile kiapo ya mume na mke. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba iwapo mwanaume atategua ile kiapo, basi yule mwanamke atakuwa huru. So je, kama bado hajategua ile kiapo, wewe ulikosana na mwenzako, na ulipokosana mwenzako, kile mlichofanya ni kutusiana, kamwambia usiwahi niongelesha, mimi sitaki mambo yako, naye akakwambia sawa, nenda zako, lakini hautawahi pata mwanamume mwingine, hautawahi pata mwanamke mwingine. Sasa licha kwamba alichokuambia hivyo, wewe ukachukulia ni kawaida, ukamwambia hata wewe. Sasa angalia, nyinyi wote mko single mothers and single fathers, kwa sababu ya kwamba zile viapo ambazo mlizoweza kuchukua amchategua hizo viapo. Na wengine hata utaki kwenda kwa kuhani akutegulie hiyo kiapo.
Maana uliapa kwa mtu ambaye ni mkubwa. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba iwapo ataweza mume wake abadilishe kiapo hicho, basi hapo ndipo unakuta ya kwamba huyo mwanamke atakuwa huru. Sasa kama mpendo uliapa ya kwamba mtaachana katika kifo, na basi haujakufa, mwenzako hajakufa, lakini mliachana, how do you expect to get another married? Utaingiaje kwa ndoa hiyo nyingine? Unaweza ukafanya a big wedding. Wacha niongea na wale watu ambao harusi. Unajua mnafikiria kukua na pete ni kukua ati uko mbinguni. Pete hii ni silaika waya. Mtu anaweza akatoa pete kama hii. Sinaweza nikatoa, kwani si nimetoa, kwani simetoka? Ama haijatoka? Lakini katika hii pete iko na kiapo. That's why uchifalishi, unafalishwa na mume wako, unafalishwa na mke wako. Ni nini kinaonyesha kama unampenda? Unapeana pete. Kwa nini upeanangi nywele? Mbona upeanangi nywele ukisema unampenda? Unapeana. Nani anaweza kaniambia mwisho wa pete na mwanzo wa pete hii? Ndio hii ninakuonyesha hapa wewe ambao unanitazama kwa runinga yako. Ni nani unaweza nionyesha hii pete iko na mwanzo wapi na mwisho? Haina. Kwa hivyo inamaanisha katika pete hii ninapofalishwa, nilifalishwa na mke wangu. Na hata nikisahau tu hivi nikute nimetoka, na nasikianga kuna kitu nimekosa kwa sababu nimefungwa. Kwa hiyo unasikia kabisa kuna kitu sina kwa mkono wangu, una feel kabisa, because is a outer ambayo iko katika ile pete. Sasa ikafanyika ile ot ikakuwa sasa ni madhabahu. Bwana sifiwe sana. Wengine ufarishwa chain. Nimeifanya deliverance. Mwana dada mmoja ambaye alipatana na boyfriend, akamwambia I love you so much baby lollipop nini. Hiyo majina unajua, wacha ujifanya hapo umetoka mbinguni na umesaliwa hapo na Kamau. Sasa akampatia earring, akaweka kwa masikio, akachukua chain akamfalisha kwa shingo. Sasa wacha yule mwanadada waachane, akataka kuolewa. Kumbe ile alikuwa ameingishwa kwa madhabahu ya devil worshippers. Alikuwa amemaliza kanisa 200 ninapokuja kukutana na yeye katika deliverance. Maana haikuwa pete, haikuwa tu chain, haikuwa tu ya kwamba ni ya earring, ilikuwa na mambo inaitwa kiapo. Sasa angalia ni wangapi ambapo wamekufunga siku ya leo? Uliapa kwa wangapi? Naongea kuhusu kiapo. Wangapi ambapo umesimama kwenye madhabahu ya Mungu na ukaapa ukasema ya kwamba sitawahi toka kanisa hii, na leo uko kwa hiyo kanisa? Na ndio maana umekuwa unaingia hii kanisa unatoka, unaingia kwa nyingine unatoka, unaingia kwa nyingine, kwa sababu kuna mahali uliapa hautawahi toka kwa hiyo kanisa. Sasa ukafika ukatoka. Sasa ile kiapo ulichohapa kwa ile kanisa bado ndio imekufunga. Mpaka uende kwa ule kuhani ulio hapa kwake, mwambie nao nataka kuenda kanisa ingine, na kwa sababu ya hiyo nibariki niende. Utaenda, utafanikiwa kule unaenda. Lakini kama ni hii ukora ya kimstuni hii, wewe unaenda unaapa kanisani sitawahi toka, muda mfupi unaanza kusema huyo pastor ni devil worshiper, huyo pastor ni Illuminati, hata simwamini vizuri siku hizi maombi yake, unatoka unaenda hiyo kanisa ya jirani. Let me help you my brother and my sister. Utaishi kutembea makanisani basipo mafanikio. Baka siku ile utarudi kwa ule uliyeapa kwake. Uliapa kwa hiyo kanisa ukasema ya kwamba mimi nitanunua simiti, mimi nitalipa church, mimi nitanunua hiki, na ukufanya ulitoroka ukaenda kanisa ya Kamau. Uko hapo sasa. Sasa ile ya John uliachana naye. Sasa uko kwa Kamau. Wacha nikusaidie. Baka siku ile utarudi huko kwa Kamau, uende ulipe ile simiti ulitoa huko. Uliapa kwa madhabahu. Hapo ndipo utafanikiwa kwa John. Na ukiona ninaongea uchinga, wewe achana naye, kaa na uwerefu wako na university zako hapo. Na hizo madigiri zako wewe kaa nazo. Lakini ukisikia ninakusaidia, do what I'm telling you, because it's the Bible wrote that. I'm not the one who wrote the Bible. Hata mimi nasoma.
Lakini kuna hekima ambayo Mungu amenipatia ya kusoma neno hili na nielewe, ili nikaweze kuleta hii message. Kuna watu ambao wamefungwa na viapo. Ulipata mtu akakuletea nguo kama hii, na alipokuletea nguo kama hii akasema ya kwamba faa, akakwambia hey, you look smart, hii nguo ni smart sana, imekufaa. Ukasema asante. Na sasa naye alikuwa amesema nikimfalisha hii nguo akiifaa ni mimi amefaa. Sasa unataka kuolewa na mwingine, unataka kuoa mwingine. Ndio naambianga mimi watu, ukiwa wewe uchaolewa ama uchaoa, wacha hii mambo ya kupewa zawadi. Hii mambo ya kupewa zawadi waachana nazo. Kama uchaamua kuolewa na huyo mtu, wacha zawadi zake. Kama uchaamua kuoa mtu huyo, waachana na hizo zawadi zake. Kwa sababu yeye anapokupatia, anakupatia akiwa anakupatia kama mume, kama mke. Sasa usipoelewa utakuta ya kwamba ile kiapo imekufunga. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa ndiyo maana ningependa mtu wa Mungu elewe ya kwamba katika, hebu sikia katika Numbers hapo chapter number 30 verse number 3. Inasema mtu akiweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu au akiahidi kwa kiapo na kujifunga nafsi yake kwa ahadi, ni lazima atimiza ahadi yake. Ni lazima atekeleze yote yale aliyotamka kwa kauli lake. Sio mimi nimeandika. Lakini Biblia inasema ya kwamba iwapo mtu ameahidi kwa kiapo, ni lazima kila alichokiahidi kwa Mungu apate kutekeleza na kutimiza ahadi yake aliyoweka. Sasa the same kama mtu ameahidi kwa mwanadamu, ni lazima atimize kile ambacho alichoahidi mwanadamu. Bwana siwe sana. Anasema ni lazima atimize. Lile ndilo nafsi yake. Kwa hivyo mtu anapotoa ahadi, anapotoa kiapo, anafunganga nafsi yake. Anachifunga nafsi yake. Are you getting me, people of God? Amen. Kwa hivyo unapoahidi ya kwamba ninakupenda, umejifunga nafsi yako. Unapoahidi ya kwamba sitakuacha, umefunga nafsi yako. Ndio maana Biblia inasema verse number 3 hapo, mtu akiweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu au akiahidi kwa kiapo, amejifunga nafsi yake. Kwa ahadi ni lazima, sio tafadhali. Ni lazima atimiza ahadi yake. Ni lazima atekeleze yote yale aliyotamka kwa kauli yake. Kwa hivyo mtu anapotamka, anatamka kwa kauli lake. Anasema sasa mimi nitafanya kwa kauli lako. Na ndio maana pastor hawezi kulazimisha sema, anaachanga useme ili ujifunge mwenyewe. Wakati tunafanyiwa ordination, huwa tunaapa sisi kama wachungaji, nitatumikia Mungu siku zangu zote chini ya jua. Na ndio unakuta hata tukitaka kuacha, tunachikuta tu tumerudi hapo. Because kuna nafsi yetu tulichifunga katika kiapo kile ambacho tuliweza kuapa mbele za Mungu, mbele za makuhani, ya kwamba tutamtumikia Mungu siku zote. Na ndio unaona mimi hata nisipoenda kanisani, kama sichaenda niko hapa live, maana niliapa kumtumikia Mungu. Watu wakue wasikue, lazima ni upiri, ili ile kiapo isinifunge. Maana the moment unapoenda kinyume na kiapo, hapo ndipo maisha yanaharibika. Sasa ningependa uelewe ya kwamba pale kwenu mahali ambapo umesaliwa, ni vizuri uchunguze. Najua kuna watu wanafikirianga wao wametoka mbinguni wakakucha hii dunia. Wewe umesaliwa na mtu. Umezaliwa na watu wawili. Na katika ile familia ambayo umezaliwa, lazima ujue kiapo cha kwetu kinasemaje. Lakini wewe ambao ni don't care, wewe endelea kuwa don't care, na wewe utaendelea kuteseka. Unajua kuna watu wengine
Nataka niwasaidie. Kuna watu wengine amuhitaji kuombewa, by the way. Amuhitaji maombi. Mnahitaji tu kujua nini kinachowakura. Ukistua unajua kuna watu wanaitwa madaktari. Unapoenda kwake, ukimwambia unaumwa mahali fulani, hawezi fanya guessing work. Anachukua vifaa ambavyo amejifundisha kama daktari, akupime, ajue shida iko wapi, akupatie dawa. Na akikosa shida yako iko wapi, basi hata kama atakupatia dawa hauponangi, badala yake hata unaongezeka kuwa na ugonjwa. Maana ajui anatibu nini. Inakuwa madhara kwako ile dawa anayokupatia. Lakini ikiwa atapata ugonjwa, akupatie dawa, unapona. Sasa the same wakati mtu ambacho amechua shida zake zinatoka wapi, huyo mtu anakuwa very easy to be delivered. Ndio maana Mungu ameinua manabii. Mimi nikiombea mtu mara 2 mara 3 nione kabisa maisha yake ibadiliki, naendanga nauliza Mungu, kwani huyu mtu mbona abadiliki? Kwa nini bado hali yake ni ngumu? Nimemuombea, madhabahu ni hii inasaidia watu, mbona yeye asaidiki? Nijue ni nini ninachodili nacho. Maana kuna mtu mmoja nilikuwa namuombea nashindwa. Kwa nini huyu, kwani yeye haponi? Alikuwa mgonjwa, masikio inauma. Lakini mtu anakuja ako na kifafa anapona hapo. Najiuliza, kwani huyu yeye kwa nini haponi? Na by the way, baka anatoa dhabihu kuliko hata huyu amepona free. Sasa siku moja nikaenda nikauliza Mungu, kwa nini fulani haponi? Na ninamuombea. Imagine yule aliyemleta alipona. Na yeye aponi, kwa nini? Na alileta mabati ya kujenga madhabahu yako. Mungu akaniambia pale alipoolewa, hapo ndipo amefungiwa, na aliyemfunga aliapa ya kwamba hata funguliwa popote kule. Nikamuita nikamwambia, fulani, naishi Mungu ananiambia hivi na hivi na hivi na hivi. Kuna mahali ambapo katika hiyo ndoa yako kuna watu waliapa hata uende wapi hautawahi funguliwa. Sasa kuja tufanye ibada. Na hapo ndipo alipona. Kwa hivyo hakuwa anahitaji tu maombi alikuwa anahitaji kitu kwanza, uelewe ni nini unachomfanyia. Nilielewa ya kwamba ni kiapo. Kwa hivyo kama mimi ningesema wewe pepo toka, na ana pepo, hakuwa na pepo, alikuwa ni kiapo kimemfunga. Ndio ukiwa mchungaji ni vizuri ujue na wewe unaomba nini. Wacha kuomba tu, bora kuombea watu. Uliza Mungu ni nini huyu mtu, ni nini kinachomsumbua? Mbona yeye haponi? Ni nini kinamkura? Bwana asifiwe sana. Ni vizuri uelewe ya kwamba ni nini ambacho kinachokura mtu huyu. Ni nini ambacho kinachosumbua mtu huyu. Lakini si kwamba ni kwa sababu ya kuomba watu waombe. Jua kwanza unaombea nini? Maana huyu mtu ningeishi nikimuombea, ningeishi nikiomba, na iliali shida yake ni ya dakika. Bwana asifiwe sana. So, bali ningesema kwamba mtu anapoahidi ni lazima akaweze kutekeleza ile kiapo ambacho alichokiahidi. Bwana asifiwe sana. Amen. So my brother and my sister, you have to understand this ya kwamba wakati ambapo mtu anapotoa ile kitu tunaita kiapo, anapoahidi akisema ya kwamba jambo hili nitalifanya, mpendo, usifikirie kwamba utafanya hivyo kimzaa. Basi fanya hii jambo hilo ukiwa unamaanisha ya kwamba hii ni kiapo ninachokiapa. Ukiapa kuheshimu mke wako, muheshimu. Ukiapa kuheshimu mume wako, muheshimu. Kama uliapa kusaidia watoto wako, wasaidie. Lakini wewe salisha hapo alafu unakimbia, unaingia msituni. Na wewe unasema maisha yangu siku hizi sijui kwa nini iendi vizuri. Itaendaje vizuri na kuna kiapo uliapa na uliacha hao watoto ukaenda zako? Uliacha hapo mama na watoto ukaenda. Na uliapa utawasaidia watoto wako, utawahi waacha wakalie. Sasa ulienda ukaacha watoto wako. Halafu kule unataka ufanikiwe, utafanikiwaje? Na kuna kiapo huko kimekufunga. Kuna watoto wako huko wanalia, ulia hapa kuwatunza.
Uliapa kutunza familia yako na sasa uyuko hapo. Uko huko kwa Mary. Mary sasa ndiye anakuoshanga miguu. Nasema hata achana na ule mwingine, hata ni mchinga, hata achui upendo ni nini. Sasa wacha nikwambie, utakaa na hiyo upendo lakini mateso chungu nzima. Unajua ninajua hii wanaume hamtanipenda na msinipende. Mimi sisumami 2027 kura. Sitaki kura zenu. Msinipende. Lakini waambie ukweli. Kile kiapo ambacho ulichokiapa ni lazima utekeleze. Ama ukatae. It's you to choose. Bwana asifiwe sana. Maana maandiko yanasema ya kwamba iwapo mtu ameapa ni lazima atimize kiapo hicho. Sasa wakati ambapo mpendo unapoapa ni lazima uelewe ya kwamba hii kiapo ninachoapa ni kiapo aina gani? Haja wengine wanapanga kimzaa. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha James. Ningependa hapo tusome. Nipe ile Biblia ya Kisungu, my director. Ni vizuri tuelewe, nataka nikusomea hapo Kiingereza ili uelewe kila ambacho ninakuambia hapo kidogo. Maana ni vizuri uelewe haya mambo. Unapoapa, uape ukiwa unajua unaapa nini. Usiape kwa sababu watu wanaapa. Bwana asifiwe sana. Wacha nikusomee katika hiyo lugha nyingine ili ufahamu. Inaitwa James chapter number 5 verse number 12. Inasema hivi kwa wale wazungu. But above all, my brethren, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath, but let your yes be yes and your no no, lest you fall into judgment. Kwa hivyo kama ni kuapa, ni vizuri uelewe ya kwamba unapoapa mpendwa, kama ni kusema ndio na iwe ndio, kama ni hapana na iwe ni hapana. Hapa hatujaambiwa ya kwamba ukiapa yes na wewe fanya no. Na ndio maana Biblia inasema usiape katika mbingu na katika chini ya jua. Kwa hivyo mpendwa, ni vyema uelewe ya kwamba usiape mbingu. Najua kuna watu wanasema aki papa yangu, aki Mungu wangu, aki juu mbinguni. Kuna watu wanaapanga hivyo. Wewe unasikia mtu akisema aki ya Mungu. Hiyo ni kuapa aki ya Mungu. Na ndio maana unakuta kwamba wale watu wa zamani walikuwa waerefu kuliko wa leo. Najua wa leo ni don't cares, wanachidanga digital. Alikuwa anagusa mchanga hivi. Anagusa mchanga alafu analamba. Anasema haki ya Mungu. Wewe ama wewe kuona utaiona watu kama hawa. Anagusa mchanga, anaapa. Anasema haki ya Mungu. Kwa hivyo hiyo ni kiapo. Alikuwa anajua ya kwamba katika mchanga iko na maana. So anagusa mchanga na analamba. Na ujue hiyo mchanga watu wamekanyanga. Lakini hana shida na hiyo. Ako na shida na kiapo. Bwana asifiwe sana. So anasema ya kwamba haki ya Mungu. Kuna watu wanapenda kusema hivyo, lakini hawaelewi maana yake. Wanasemanga haki ya Mungu. So ni kiapo ya kwamba, maana inasema kwamba usiape katika dunia ama usiape katika mbinguni. Kama ni hapana na iwe ni hapana. Kama ni ndio na iwe ni ndio. Sasa ni lazima uelewe mambo hayo. So mpendo, unapoapa kitu ama katika jamii mnapofanya viapo. Unajua kuna jamii ambao unakuta kwamba wanafanya kiapo. Labda baba na mama wanawaita watoto wake, wanachukua ng'ombe, wanachukua mbuzi, wanachukua kondoo, wanachinja. Wanasema ya kwamba wewe usiwahi olewa na kabila fulani. Usiwahi olewa na kabila fulani. Kama sio kabila lako, uolewe na kabila fulani. Wanakuelekesha. Alafu wewe ukaenda ukageuka hiyo kiapo ya familia yenu. Ukaenda ukaolewa na jamii ile ambao kwenu hawataki. Na kwambia hiyo ndoa itakuwa kisirani. Mpaka utasema mimi sitaki kuolewa.
Nilikuwa naongea na mtu mwingine alikuwa ananiuliza swali. Akawa ananiuliza, "Mtume nikuulize, mimi nataka kuolewa. Lakini mama yangu anakataa nisiolewe." Nikamuuliza kwa nini anakataa? Ananiambia sijui. Nikamuuliza unajua? Si unajua kwa nini anasema usiolewe? Akaniambia I'm very special. Na ndio maana aliniambia nisiolewe. Nikamuuliza how special are you? Akaniambia I'm very special that I will not handle the marriage. Nani ambaye ako special hawezi handle marriage? Nani? If you are so special, you mean you cannot handle something? There is nothing like that. Kuna kiapo hapa ya kwamba you will not get married. Not you are special than other women. Everybody is special. If you are not aware. Hata mimi ni special kivyangu mimi. Hakuna mtu si special wewe. Lakini wanajua kwa nini usiolewe? Kwa nini usioe? Kwa nini? Wanajua. Na kwa sababu ni kiapo, ukiolewa hauwezi ukahandle mwanaume. You cannot handle him. Hauwezi kwa sababu kuna kiapo huko kwenu. Kinasema ya kwamba wanadada wasiolewe. Si kwamba ati uko special hakuna. Una kiapo ya kwamba mwanaume asioe. Sasa wewe unakuta kwamba watakwambia wewe usioe. Ati ukioa wewe hakuna mwanamke atawezana na wewe. Na wewe unasema yenyewe mimi vile ninakaa, kwa sababu mimi vile nimesoma, kwa sababu mimi vile niko na pesa, yenyewe mimi hakuna mwanamke anaweza ni handle. Kuna watu wamesoma my brother kukuliko. Kuna watu wamesoma kukuliko. Kuna watu wako na pesa kukuliko. Lakini kuna kiapo kwenu, hakuna mwanaume hapa ataoa. Na ikiwa utaoa ni wakupatie mwanamke. Si eti uchukue tu from nowhere ulete, ni wakupatie wao. Niwaulize watu wa Mungu wale mnanitazama. Ujaisikia familia inasema ya kwamba hapa ndio uolewe ama uoe, ni wao wakutafutie. Sio wewe utafute mwenyewe. Ati uangalie hapo uone kachamaa hapo, uone aka kamingara haka ninaweza olewa nako. Baka wenyewe wakuambie olewa na fulani. Nimeiombea mtu mmoja ambaye aliolewa na mtu aliyekufa. Nikisema hivyo ni kwamba mwenye kumuoa alikufa na hakuwa anamjua, lakini baba yake akaenda akaongea na mzee baba msichana. Kamwambia fanya hivi, mimi nataka unipatie yule msichana wako aolewe na kijana yangu asikose usawa wake. Kwa hivyo tunataka kuona jamii hiyo ikiendelea. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ya hiyo tupatie yule msichana. Sasa msichana akapelekwa, jamaa alikufa, akaletwa kwa poma. Alipopelekwa kwa poma, sasa wakasema hivi, wewe utakaa hapa na utachunga jamii hii, utaleta usao ama utaendeleza kisasi hiki cha huyu jamaa. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati ambapo aliposema hivyo, wakafika mahali ambapo yule msichana akaolewa. Na aliolewa akiwa na watoto wangapi? 2. Kwa hivyo atakuwa ni mke wa anaitwa nani? Aliyekufa marehemu. Lakini marehemu hamjui. Sasa mandugu zake, madada zake wakaona na kweli hata kama ile familia iko na pesa, huyu msichana wetu anakaa ache huko na hakuna mwanaume na ni msichana mdogo, si hata atoke. Wakaenda wakamchukua. Walipomchukua, yule mwanaume aliyekufa ambaye hakuonana na yeye, alikuwa anamtokea kwa ndoto, analala na yeye. Anamtokea kwa ndoto, analala na yeye. Alikuwa anasumbuliwa na tumbo. Na anaambiwa hivi, rudi kwa nyumba na ujue mwanaume alikufa. Lakini kwa sababu kuna kiapo ambacho kilichofanyika, finally yule mzee aliyempeana mtoto wake alikuja akakufa. Akakufa kwa sababu ya nini? Ile kiapo walichoapa ya kwamba msichana wake akue kwa familia hiyo, alifunja hiyo kiapo. Maana yeye alikuwa mmoja wa kusema msichana wake achukuliwe, arudishwe kwake. So mzee yule alikufa. Sasa msichana akapaki na mateso until
The time alikuja deliverance. Sasa kuna watu mko hapo, si kwamba Mungu amewakataa. Sio kwamba hamjaokoka. Sio kwamba hamchui Mungu. Sio kwamba pastor wenu ni mbaya, bali kuna viapo kwenu ambao zimewafunga. Kuna kiapo kwenu imekufunga mtu wa Mungu. Inasema hautawahi save pesa. Angalia unafanya kazi kwa bidii lakini you have nothing ambacho una save. Kama uniambie ni pesa ngapi umesave? Wewe unafikiria tu ni kawaida huwezi save. Hebu tusome hapo Deuteronomy na wewe ndio nikuonyeshe kitu. Kumbukumbu la Torati hapo 29. Deuteronomy chapter number 29 verse number 14 and 15. Unajua kuna wale watu ambao nimetumwa kwenu. Mimi sijatumwa kwa wote. Kuna watu nimetumwa kwenu. Na wale nimetumwa kwenu ndio nimekuja kuongea na nyinyi. Wewe ambao sijatumwa kwako, switch off your television. Because sijatumwa kwako, you are wasting time huko. Sasa wewe achia wale wenye nimetumwa kwao. Sasa wewe mwenye nimetumwa kwenu, basi nisikilize. Deuteronomy chapter number 29 verse number 14 and 15. Biblia inasema hivi katika fashion hii. Wala sifanyi agano hii leo kwa niaba yenu tu na kutamka laana zake, sifanyi kwa niaba ya wale tu walio pamoja nasi leo mbele ya Mwenyezi Mungu wetu, bali pia kwa niaba ya wale ambao hawapo pamoja nasi leo. Kwa hivyo hawafanyi kiapo kwa wale tu wako. Unajua kuna mwingine anasema mimi hata wakati walifanya hiyo kiapo mimi hata sikuwa, hata hawa hawakuwa. Biblia inasema aje ya kwamba sifanyi agano hii, siapi pamoja na nyinyi, sifanyi mapatano haya na nyinyi peke yenu, bali hata kwa wale ambapo hawapo. Sasa unakuta kwamba katika familia ile kiapo ambacho kilichoapwa, hata kama huko umesaliwa, wakati uliposaliwa ulikuja ukapata kiapo, kwa hivyo lazima utaenda na ile kiapo. Nimeongea na jamaa mmoja akaniambia, unajua kwetu baba yetu alituambia hivi na akakuja akakufa. Alisema hakuna mtu ataoa kabila nyingine awe kabila yake. Nikamuuliza, na sasa wote mumeoa kabila moja? Akasema brother yangu mkubwa yeye alijifanya mchuaji, akaenda akaoa kabila nyingine. Kwa kabila nyingine huyo mwanamke karibu amuue. Alichemsha maji zaidi anamumwagia, akachielewa, akaepa. Akarudi akaoa kabila yetu. Anakaa vizuri na yeye. Nikamuuliza, na hakuna mwingine ameoa? Kutoka siku hiyo hakuna mtu alijaribu kuoa kabila nyingine na hakuna mtu aliolewa na kabila nyingine. Bwana asifiwe. So kwa nini? Maana baba alisema hakuna. Kwa hivyo aliapa hakuna atakaye oa ama kuolewa na kabila nyingine. Sasa kuna familia siko hivyo. Ndio maana umeolewa na kabila yenu. Na ndio maana umeoa kabila lako. Wewe hujaisikia mtu ameoa kabila nyingine, halafu anafika mahali anasema, wazazi wananiambia nioe kabila nyingine, kabila yetu. Na sawa, lakini anaambiwa uoe kabila yenu. Ni nini hilo? Kiapo ya familia ile ndiye inawaambia kwamba lazima uoe kwenu. Kumbuki hata Samsoni katika Biblia anaambiwa acha usiende huko kuoa huko. Wacha hii uchinga yako huko, ati umeona kasichana huko Timina. Au huko achana naye. Huwezi endea kale kasichana. Lakini Samsoni anafanya kichwa ngumu. Na maandiko yanasema ni mpango wa Mungu. Na Samsoni akaenda huko, akaenda kuoa na ameambiwa huko sisi hatuoi huko na wewe unachofanya kicheuri hapo. Sasa Samsoni alienda akaoa. Angalia Samsoni mwisho wake ilifanyika aje? Macho ikatoka. Nywele ikang'olewa. Kwa nini? Kwa sababu ya kwamba aliambiwa huko hakuna kuoana. Na yeye akaenda kuoa. Bwana asifiwe sana. So ni lazima uelewe ya kwamba kwenu wanaapa aje. Na kama hukuwa wakati ulipokuja kusaliwa ulikuta waliapa nini? Labda waliapa kwenu hakuna kijana anafanikiwa. Na wewe sasa ni kijana umechichasa hapo. Niambie uko na nini umesefu? Umefanikiwa na nini? Bwana asifiwe sana. Ama waliapa hakuna msichana atakayefanikiwa. Sasa unakuta wasichana
hawafanikiwi, lakini watoto wa kiume wanafanikiwa. Na wengine unakuta kwamba watoto wa kike ndio wanafanikiwa, watoto wa kiume hata hawachielewi. Kwa sababu ya nini? Kiapo iliapa ya kwamba wasichana watafanikiwa, lakini watoto wa kiume watakaa tu hapo masusu hapo. So it's good my brother and my sister, uchiite kamkutano. Uangalie ya kwamba kwetu waliapa aje. Mimi mwenyewe nimeapa nini katika maisha yangu? Maana kuna wengine viapo ni zenu wenyewe. Zenu wenyewe ulijifunga na boyfriend kako hapo. Ulijifunga na girlfriend kako hapo. Ukakata damu hivi na yeye akakata, ukaapa na yeye akaapa. Sasa ukafungwa na yeye na akakuacha akaenda akaolewa na mtu mwingine. Angalia vile unahangaika na ndoa. Natafuta huyu, unaona huyu si mzuri. Natafuta huyu, unaona huyu si mzuri. Sasa unashinda mzuri ni gani? Kwani ziwenda mbinguni basi uchukue huyo mzuri yako huko. Warasve. Na kuna katika familia, kuna wengine waliapa, hapa kutaolewa mtu maskini. Hapa hakutaolewa mtu hajasoma. Sijui kama unaelewa. Kuna watu ambao wanasema kama hajasoma hawezi kanyaga kwa boma yangu. Kuna kesi moja tulikuwa naye wakati mwingine. Mwanadada hajatahiriwa. Na mzee huyo, mzee baba kijana akasema hivi, kwangu hakuna msichana ataolewa kama hajatahiriwa, kama ametahiriwa. Kama hajatahiriwa. Sasa msichana alikuwa hajatahiriwa. Na mzee kiapo ni kwamba hakuna kijana yake ataoa msichana mwenye hajatahiriwa. Sasa kijana amepata msichana mzuri, hata anataka kufanya harusi, lakini sasa katika harusi yake msichana hajatahiriwa. Na baba anasema kwangu hakuna msichana ambaye hajatahiriwa ataingia. Huyo msichana, huyo mzee alimkataa na akamkataa. Mpaka tukajaribu kwenda kumpembeleza. Akakataa, akasema kwangu hakuna mtu atakayeingia kama hajatahiriwa. Sasa kijana akasema mimi ninapenda huyu msichana, lazima niolewe. Na lazima nioe. Wakakubaliana. Yale mambo wanapitia ni Mungu tu ahurumie. Kwa sababu ya nini? Kiapo mzee aliapa. So mpaka waende kwa ule mzee wamwambie sasa mzee hasa angalia maneno. Sasa hata kama ni hivyo basi badilisha hii kiapo. Sasa akibadilisha watakaa vizuri. Lakini asipobadilisha wao labda waende kwa Mungu, wachipeleke na dhabihu zao, wabadilishe kiapo kwa Mungu. Nikuulize, kwenu kiapo wenye iko ni gani? Kama wewe hujui. Sasa kama wewe hujui ndio hatari kabisa. Afadhali mwenye anajua. Kama hujui kabisa waliapa nini? Na usema hakuna kiapo kwenu. Enda ulize nyanya yako atakwambia na babu. Baba yako anaweza kwanza kukuambia na mama yako. Enda ulize nyanya na babu. Nao watakwambia waliapa aje. Na usiende kuuliza mliapa nini, hiyo hawataelewa. Waulize na babu nikuulize ama nyanya nikuulize, na hapa kwetu ni nini ambacho hampendi? Ni nini mlisema hamtaki? Utasikia wakikwambia tulisema sisi hapa kwetu hakuna mlevi. Na tunakuta kuna familia inanga mlevi. Na kuna familia ambao unakuta wote ni walevi. Kwa nini? Walisema hapa sisi uchi yetu ni pombe. Mtu anaamka tu asubuhi kwenda kwa pusa. Maana ni pombe ndio uchi yao. Mimi nilipozaliwa katika pale jamii nimetoka katika kila watu wako na tabia ya kwao. Sasa mimi pale nilipozaliwa ile jamii ya kwetu ama tribe yetu kwa ujumla wao wanasemanga hivi. Kama ng'ombe imepata ndama, ile maziwa ya kwanza kule kwetu tunaitanga nyamoli. Sasa hiyo maziwa ya kwanza kabla kama jamii hawajakunywa hiyo maziwa inamwagwa chini ya mchanga. Maziwa mara. Na hiyo maziwa ipiki wangu chai mpaka siku ile kwanza watu watakula. Watakunywa hiyo maziwa. Sasa ile maziwa ikisamwa chini
Kisha unakuta kwamba tunapewa na tunaanzanga kama ni firstborn kwanza akunywe. Sio kila mtu, kunaendanga na utaratibu. Kwanza kama ni firstborn apewe, ndio ule mwingine, ndio ule mwingine, ndio ule mwingine. Kuna wimbi, ugali wa wimbi. Wakati hapo inatoka hivi kwa shamba, unajua ninakwambia hivi uelewe. Ikisaa toka kwa shamba, ikipikwa sima ya wimbi, sio kila mtu anaanzanga ukura. Kabla haijatoka kwa chiko, inatolewa na mwiko. Firstborn anapewa, anaambiwa kwanza kura. Anaonjeshwa kwanza. Kama baba ako hapo, anapewa. Alafu hao wengine ndio wakule. Sasa hiyo ndio utaratibu ambao uliwekwa. Sasa kama wewe uelewi, utaenda wewe utapika, alafu mnaanza kukula nyinyi wote. Mnageukiwa hapo, mapepo inawakalia. Sasa wakati ile maziwa watu wakikunywa kama hawachape, imagine hiyo maziwa baka lazima majirani wapewe. Hata kama wewe ni mchoyo kiasi gani, nakwambia inakulazimishanga upeane. Hata kama wewe vitu zako haziguswangu na watu, nakwambia utalazimika na utapeana. Baka majirani wapewe. Kila mtu apewe hata kama ni kakombe. Ndio sasa warudi sasa wenyeji ama wenye nyumba. Sasa ndio waanze kukunywa hiyo maziwa sasa. Sijui kama hiyo kitu inaendelea. Unajua sasa mimi nilitoka katika hiyo mila na desturi. Lakini si kutoka hivyo, nilidili nazo. Wewe fikiria tu utakimbia tu uingie hapo uende na useme mimi si wajui. Wajui aje? Ni siku gani unaweza sema ujui mama yako na baba yako? Hata waruke. Bado unaitwa wewe ni wa Kimengere. Hautawahi badilika uitwe ati China ya sijui ya wapi. Utaitwa hilo China tulitabaki kwenye yangu. Bwana asifiwe sana. So maandiko yanasema ya kwamba iwapo utaapa useme ndio na iwe ndio, na hapana na iwe hapana. Hebu nikusomea hapo Matthew chapter number 14 verse number 7. Tuende katika, unajua kuna watu unaweza kuwa unanisikiza hapo unasema kwa nini huyu mtu anasomanga tu Old Testament? Tuende basi katika Agano Jipya. Matthew chapter number 14 verse number 7. Soma hapo. Unajua mimi nakusomeanga zote ndio uelewe. Inasema hivi. Hata akaidi kwa kiapo kwamba huyo msichana chochote atakachoomba naye huku akichochelewa na mama yake akaomba, nipe papa hapa katika sinia kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme alihusunika, lakini kwa sababu ya kile kiapo chake na kwa sababu ya wale wageni karamuni akaamuru apewe. Basi Herode akatuma mtu gerezani amkate kichwa Yohane. Kichwa chake kikaletwa katika sinia, wakampa yule msichana, naye akampelekea mama yake. Sijui kama kuna mtu unanielewa. Huyu ni mfalme, lakini kwa sababu ya kiapo, huyu Herode ni mfalme, ni kama Ruto leo. Msichana mfalme anaapa, anasema chochote msichana huyu atakachoniomba nitampatia. Naye msichana akachochewa na mama yake, akamwambia uitishe kichwa ya nani? Ya John the Baptist. Na msichana akaitisha mfalme, akamwambia nataka kichwa cha John. Sasa hiyo kichwa ndio nataka kiweko kwa sinia. Na akikuweko kwa mkepe, akikuweko kwa mtungi. Mfalme akasema aje? Alihusunika sana, kwa hivyo hakutaka. Lakini kwa sababu ya kiapo akatumana gerezani, akasema nenda leteni hiyo kichwa. Hiyo kichwa iwekwe kwa sinia, na ikawekwa kwa sinia. Maandiko yanasema ya kwamba Herode akatuma mtu gerezani amkate kichwa John ama Yohane. Kichwa chake kikaletwa katika sinia, wakampa yule msichana, naye akampelekea mama yake. Kwa hivyo
huyu John the Baptist anakatwa kichwa gerezani, sio kwamba mfalme anataka, bali ni kwa sababu ya kiapo alichokiapa mbele ya wale wageni na pamoja na yule msichana. Kwa hivyo aliapa chochote atakachomuomba atampatia. Naye akachochewa na mama yake, akasema tunataka kichwa cha John. Na hapo ndipo Herode akatumana mtu gerezani, na kichwa cha John the Baptist kikakatwa kikawekwa kwa sinia. Msichana akaletewa, na msichana alipoletewa akapelekea mama yake. So ni nini kilichofanya Herode aweze kukata John the Baptist kichwa? Ni kwa sababu ya kiapo. Kwa hivyo kama kwenu waliapa ya kwamba hapa hakutakuwa na firstborn kijana atakayezaliwa naishi, hivyo ndivyo kutakuwa. Na ukipuuza, na wakisema ya kwamba hapa kwetu hakutakuwa na mwanamke atapata watoto zaidi ya 5, hauwezi pita. Na ukipita, ukipata wa 6 unakufa na yeye. Na kuambia hapa kama kwani, unless ujue siri hii ninaokupatia, uende kwa madhabahu ya Mungu ubadilishe. Ama kama baba yako ama mama yako ama babu yako aliyefanya hiyo kiapo, kama yuko hai, muende kwake, mufanye ibada, mubadilishe ile kiapo. Mumwambie sasa, mzee, unajua sasa mzee umekuwa mzee, sasa si utoa hii kitu, sasa abadilishe ile kiapo, aongee kitu tofauti na kile. Kama alisema kwamba hapa kwangu hakutakuwa na nyumba ya mawe, sasa wewe unaamka tu hapo unasema mimi niko na pesa, mimi naitwa profesa. Unaitwa profesa, unaenda unachenga mawe. Mimi nakwambia utasikwa ukiwa na hiyo mawe. Utasikwa kwa hiyo mawe tu. Lakini ukijua siri, ukaweze kuenda umwambie baba. Unajua kama wewe ulilaniwa na baba yako, akakwambia utawahi enda mbali, rudi kwa baba yako. Mwambie baba, si ufaka kakoti na alafu nitemee mate. Hata kutemea mate wengine wanasema ni uchafu. Lakini katika hiyo uchafu hapo ndipo utabarikiwa. Maana nenda ufanikiwe. Utafanikiwa. Wewe uone wale wazee anatemanga mate kwenda kwa nguo ndani. Anatema kwa blouse yake ama kwa kifua chake, anatema mate na si wewe amekutemea. Lakini katika hiyo unafanikiwa kwa nini? Ile kiapo amekibadilisha. Sasa wewe uko hapo kutusumbua pastors. Pastor niombe mambo yangu iende vizuri. Je, umechua mambo yako kwa nini iende vizuri? Kama ulikosea mama yako, akasema utawahi enda mbali. Sasa ni urudi kwa mama yako. Mama yako ateme mata, aseme nenda ufanikiwe. Utafanikiwa. Lakini ukikaa hapo na ujeuri wako hapo, utaishi ukiteseka kwa sababu kuna kiapo alisema. Mama yako alisema hautawahi enda mbali. Hautawahi fanikiwa. Hautawahi endelea. Wengine wakasema hautawahi kaa na mke. Hautawahi kaa na mwanaume. Hautawahi kuwa na watoto. Sasa ndio maana unakuta mtu wa Mungu bado anateseka. Maana huyu ni mtu ambaye ni mfalme. Lakini katika kiapo ya kwamba msichana kila atakachoomba atampatia. Lakini licha kwamba alihuzunika, alikumbuka kiapo na akatimiza kiapo. Kwa hivyo na wewe unaweza kuta kwamba umekosa kuolewa ni kwa sababu kuna kiapo. Licha kwamba wanakuhurumia vile unakaa single. Unaweza kuta kwamba wanakuhurumia vile unakosa kuoa. Lakini licha kwamba wanakuhurumia, kiapo ni kwamba hautakaa na mtu. Sasa uniambie utakaa aje? Mpaka hiyo kiapo kibadilishwe. Kwa hivyo ningependa mtu wa Mungu elewe ya kwamba katika maisha ya mtu inawezekana ya kwamba yale yote ambayo unayopitia yanatokana na kiapo. Kuna watu ambao wa familia waliapa kwamba hautawahi kuwa na shilingi 10,000 kwa mfuko yako. Na kuwa na 10,000 zinaanza kupungua. Zinaenda. Sikiisha unapata zingine. Kiapo. Na wengine waliapa wasema hapa kwetu hakuna mtu ambaye atakaa na ndoa ya furaha. Sasa zote ni kuvumilia. Na mtoki kuvumilia. Unavumilia kwa ndoa, unavumilia. Kwa sababu ya nini? Kiapo. Kiapo mpendo. Hiyo kiapo ndio elewe ya kwamba katika maisha ya mtu lazima elewe ya kwamba inawezekana kuna viapo ambayo zimekusuia. Bwana asifiwe sana. Matendo ya Mtume chapter number 23 verse number 21. Matendo ya Mtume 23 and verse number 21. Kuna watu ambao wanaapa mabaya kukuhusu. 23 and 21
Matendo ya Mtume, Act. Biblia inasema hivi katika Matendo ya Mtume 23 mlango ule 23 aya yake ni ya 21. Lakini wewe usikubali, kwa maana kuna watu zaidi ya 40 walio tayari kumfahamia, wameapa kutokula wala kunywa kitu mpaka watakapokuwa wamemuua. Sasa wako tayari, wanaongojea tu uamuzi wako. Bwana asifiwe. Huyu ni Paulo, imagine wanaamua. Wanasema hawatakula wala kukunywa mpaka watakapomwangamiza. Sasa wanaenda kwa mfalme. Wanamwambia ni wewe tu, tunaongojea uamue. Kwa hivyo wao tayari wako 40 wameamua ya kwamba hakutakula chakula wala kunywa chochote mpaka wakati Paulo anaangamia. Kwa hivyo kiapo ni kwamba hakuna kukula wala kunywa mpaka Paulo akufa. Sasa wanangoja tu uamuzi wa mfalme. Sasa kuna watu katika familia waliketi hivyo watu 40, waliketi hivyo watu 30, waliketi hivyo watu 3, waliketi hivyo watu 20, waliketi watu 10, waliketi watu 2, wakasema ya kwamba katika familia hii nikiwa ninaona kwa macho yangu hakutawahi kanyanga gari hapa. Nikiwa ninaona kwa macho yangu hakutawahi ingia mwanamke hapa. Nikiwa ninaona kwa macho yangu hakutawahi ingia mwanaume hapa. Nikiwa ninaona kwa macho yangu hakutawahi inuliwa shamba hapa. Nikiwa ninaona kwa macho yangu hakutakuwa na mhubiri hapa. Nikiwa ninaona kwa maisha yangu hakuna mtu atasoma. Sasa ile kiapo alichokiapa, wale kiapo walio hapa, iwe ni mmoja, wawe ni wawili, wawe ni 5, wawe ni 40, wawe ni 100, kile kiapo walichokiapa, my brother and my sister, usipoweza kuelewa, uweze kupigana na ile kiapo. Hiyo kiapo, licha kwamba wewe ni mrefu sana, licha kwamba wewe ni mfupi sana, licha kwamba wewe ni mnono sana, licha kwamba wewe ni mkonde sana, licha kwamba wewe umesoma sana, licha kwamba wewe hujasoma sana, hauwezi ukapita kiapo usipojua jinsi ya kupita kiapo hicho. Amen. Bwana asifiwe sana. Paulo wanaapa, wanasema ya kwamba huyu mtu hatutakunywa wala kukula mpaka atakapomwangamiza. Anamwambia kile tunachongojea tu ni uamuzi wako. Kwa hiyo mpendo, kuna watu ambao mnateseka kwa sababu ya viapo katika familia. Mnateseka kwa sababu ya viapo uliapa kwa mpenzi wako. Unateseka kwa sababu ya kiapo uliapisha watoto wako. Unateseka kwa sababu ya kiapo uliapishwa na wazazi wako. Kuna mtu mmoja nilikuwa naombea kijana yake, na baba yake, maana aliletwa na mama yake. Unajua wazee ni wagumu sana kwenda kwa Mungu. Wagumu kweli. Sasa mama ndiye alikuwa amemleta. Na mama alipomleta, Mungu akaniambia huyu mtoto baba yake aliapishwa na baba yake. So baba ya kijana aliapishwa na baba yake kumzaa. Nikusema babu aliabisha mtoto wake, na huyu mtoto ndio sasa anateseka. Akamwabisha hivi, akamwambia wewe chukua hii anointing. Na sio pastor huyo mzee, lakini anaabisha mtoto wake ya kwamba chukua hii mafuta. Sasa hii mafuta unapochukua, akamwambia mwaga chini. Akachukua hiyo mafuta na akamwaga chini. Sasa akamwambia sasa sikia, sasa wewe vile umemwaga hiyo mafuta, wewe sasa maisha yako itakuwa hivyo, hakuna kufanikiwa na familia yako. Sasa kijana ndio huyo amekwama, mtoto wake ndio huyo naye amekwama, mpaka wakati walipokuja nikachua kile kinachowasumbua, na hapo ndipo Mungu akawafungua, na kijana hapo ndipo alianza kusoma. Kwa hivyo ni vizuri wewe ya kwamba ni nini kinachokukura. Kama ni maombi unahitaji, ama ni kiapo ambacho kilifanyika kwenu kinahitaji kubadilishwa. Hebu niambie, kama unaomba au uone mabadiliko, unaombewa uone mabadiliko, shida iko wapi sasa kama si kiapo kiko hapo? Unajua ni vizuri ujiite kama mkutano.
uangalie ni nini asa ni nini kweli sisi kwetu kinatukuru. Kwa nini kwetu tu ndio kuna shida? Kwa nini kwetu tu ndio hatuendelei? Kwa nini kwetu tu ndio tunalia? Kwa nini kwetu tu ndio tunateseka? Kwa nini kwetu tu? Lazima ujiite, ujiulize kama mkutano kako. Alafu unapochua sasa shida, sasa tafuta kuhani aliye na mamlaka. Sasa badilisha hiyo anga. Sasa enda badilisha ile kiapo. Ninataka nimalize neno la Bwana. Lakini kabla sijamaliza ningependa nikupeleke pale katika Matthew chapter number 5 verse number 33. Matthew chapter number 5 verse number 33. Haiwezi kama mtu angekuwa ananisikia. Na ananisikia na anachukua hatua. Unajua shida, unaweza kuwa unanisikia na uchukui hatua. Kama uchukui hatua, hata ni kama ni kelele tu nilikuwa napiga. Lakini kama unasikia na unachukua hatua, maisha yako ingekuwa isabadilika. Biblia inasema hivi. Matthew chapter number 5 verse number 33. Inasema hivi. Tena mumesikia kwamba watu wa kale waliambiwa usifunje kiapo chako, bali ni lazima utimize kiapo chako kwa Bwana. Wale watu wa zamani. Biblia inasema aje? Usifunje kiapo, bali ni lazima utimize kiapo chako. Sasa kama kuna wakati mwingine nilikuwa naona movie hapo ya mzee anaitwa mzee Ligoma. Nilikuwa natazama hiyo movie. Sasa zingine najifundishanga hapo. Mimi sitazama mingi, bora nitazame movie. Sasa nikawa ninasikiza vile anaongea. Sasa katika ile mazungumzo yake, hapo ndio nikasikia kuna kiapo. Sasa ni vizuri uelewe ya kwamba hii kiapo ya kwenu ni gani? Maandiko yanasema kwamba hii kiapo usibadilishe hiyo kiapo. Sasa maandiko yanasema kwamba tena mmesikia kwamba watu wa kale waliambiwa usifunje kiapo chako, bali lazima utimize kiapo chako na Bwana. Kwa hivyo kama mtu amefanya kiapo, ni lazima atimize hiyo kiapo. Kwa hivyo mpendo, unapoapa ni vyema uangalie unaapa nini. Na ni vyema uangalie unaapa kwa nani. Na ni vyema uangalie unaapa wapi. Maana Biblia inasema kwamba mumesikia wazee wa kale ya kwamba mtu asipate nini? Asivunje kiapo. Kwa hivyo kama kwenu baba na babu waliapa, nyanya yako waliapa, maango waliapa, na wewe ukakuja ukabadilisha hiyo kiapo, mpendo, lazima utapigana vita vikali sana. Wenu walisema hakuna mhubiri, wewe ndio unahubiri. Walisema hakuna tajiri, wewe ndio tajiri. Walisema hutaolewa, wewe ndio umeolewa. Walisema hutasoma, wewe ndio umesoma. Walisema hutafanikiwa, wewe ndio umefanikiwa. You have to fight the battle. Bwana sifa sana. Ina maana inasema kwamba wazee waliambiwa usivunje kiapo. Na Biblia inasema pale verse number 34 inasema, lakini mimi nawaambieni msiape kamwe, wala kwa mbingu, maana ni kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa dunia, maana ni kiti cha kuweka miguu, wala kwa Yerusalemu, maana ni mchi wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana uwezi kufanya hata nywele moja kuwa mweupe au mweusi. Ukisema ndio, basi iwe ndio. Ukisema sio, basi iwe kweli sio. Chochote kinachoahidi hayo kutoka kwa yule mwovu. Kwa hivyo Yesu yeye akakuja akasema ya kwamba basi mumesikia wazee wenu waliambiwa usibadilishe kiapo, lazima utimize kiapo. Lakini mimi sasa nasema usiape kabisa. Sasa na mimi ninakwambia hapa kama kuhani wa Bwana ya kwamba mpendwa, usiape kabisa. Yesu akawaambia usiape katika mbingu, maana hapo ndio kiti cha enzi, wala chini ya dunia, maana hapo ndipo anapoweka miguu. Na iwe ndio yako, iwe ndio. No, iwe no.
Lakini angalia siku ya leo watu wengi wanaapa. Lakini katika licha kwamba wameapa, hawatimizi kiapo chao. Hawatimizi kiapo chao. Kiapo wanageuka. Kile walichokisema ni tofauti. Angalia kama wanasiasa, wakisema hiki wanafanya tofauti. Wakisema hivi wanasema tofauti. Kiapo. Leo watu kanisani wanaapa kitu tofauti na Kenya wanafanya. Unaahidi litakuwa ninaingia kanisa mapema, unaendanga saa 6. Uliahidi mimi sitawahi kosa kanisa, unakosanga kanisa. Uliahidi nitakuwa mwaminifu fungu la 10, hautoi fungu la 10. Uliahidi na ukahapo kasema mimi Mungu akinibariki na kazi, I will be very faithful. Sasa wewe si mwaminifu tena. Uliahidi ukasema mimi nikiolewa sitawahi kosa kutumikia Mungu. Sasa ulipoolewa unatumikia mwanaume, utumikiangi Mungu tena. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu akawaambia ya kwamba lakini mimi ninawaambia usiape kabisa. Ndio yako iwe ndio, hapana iwe hapana. My brother and my sister, ningependa nikuambie siku ya leo ya kwamba ni vyema mbadilishe kiapo katika jamii. Badilishe kiapo katika maisha yako. Kama kuna mwanaume uliapa na akakufunga, badilisha hiyo kiapo. Maana uwezi ukamtafuta ukaenda kwake, ukamwambia sasa nibadilishe ile kiapo. Basi tafuta kuhani na uende na dhabihu zako akubadilishe hiyo kiapo. Na usipoenda, hata kama umeolewa, hata kama umeoa, siku ile ambayo itakayegeuka, mtu wa Mungu utaachwa ukiwa uko na watoto. Utaachwa ukiwa uzeeni. Kwa sababu ya ile kiapo ambacho ulicho hapa. Na mimi nakwambia hapo ukipuuza. Mimi maana utakapoachwa sijaachwa mimi, ni wewe umeachwa. Lakini nikikusauri na nikukusaidie ni kwamba mpendwa, angalia kuna boyfriend aliyekufunga kwa kiapo. Angalia kuna girlfriend aliyekufunga kwa kiapo. Ndio mimi naambianga wale wasichana na wale vijana ambao bado mko shule hamchaolewa, waachana mambo na boyfriend na girlfriend. Hakuna mahali wanaenda, bado wako hapo. Na kama atakufa si mwingine atasaliwa. Achana na wao. Wewe kwenda kumwambia ati sijui nakupenda, wewe achana na hiyo. Maana siku hiyo umesema utampenda, umeapa na yeye amekwambia hata mimi nakupenda. Si mumeapa siku hiyo. Siku ile ambapo utakuta umekuwa mkubwa, umeenda labda mahali kwingine umeolewa, umeenda mahali kwingine umeoa, sasa hapo uliapa nakupenda. Sasa ile kiapo ya kupenda imekufunga hapo. Na katika hapo kufungwa, sasa umepata na mwingine nakupenda. Sasa mkaoana. Ile kiapo ile mlio hapa ile kula shuleni, ile ya uchinga yenu ile, sasa bado imekufunga. Sasa ukiwa kwa hii ndoa, ile kiapo inakwambianga, si wewe unajua wewe ni wangu. Na hapa bado uko na mzee. Nao bado uko na mke, lakini hawanakukumbusha, si wewe unajua wewe ni wangu. Kwa nini? Kiapo. Kwa hivyo mpendwa, ni vyema ujue ya kwamba katika maisha ya mtu inawezekana amefungwa kwa sababu ya viapo. Uliapa kwa baba yako, uliapa kwa mama yako, uliapa kwa aunti yako, uliapa kwa nani wako. Sasa ni vyema uangalie kile ambacho unachokiahidi na kile ambacho unachokiapa, ni vyema ukitimize. Na kama utatimiza, basi wacha kuapa kabisa. Maana Biblia inasema Yesu akawaambia, basi eli msiape kabisa. Na maana ndio yenu iwe ndio na sio iwe sio. Kwa hivyo mpendwa, ningependa nikuache nikisema ya kwamba ni vizuri ukatafakari na ukaangalie nini ambacho kinachokukura. Kuna kiapo gani katika familia kilichofanyika? Kuna kiapo gani katika maisha yako kilichofanyika? Ili ukapata kubadilisha hiyo kiapo. Maana kuna watu ambao waliapa, hapa lazima kutakuwa watu wanakufa kila mwaka. Kuna watu waliapa, wasema hapa kila mwaka kutakuwa na kuavya mimba. Hapa kila mwaka kutakuwa na mtu anafutwa kazi. Hapa kila mwaka kutakuwa na mtu anaacha shule. Hapa kila mwaka kutakuwa na mtu ambaye ndoa yake inafunjika. Hapa kila mwaka kutakuwa na mtu ambaye afanikiwi. Hapa kila mwaka. Sasa ile kiapo kilicho hapo, wewe ulikuweko ama ulikuwa uyuko, ile kiapo inaweza ikakusumbua, inaweza ikakuteza. Na kama hujui kama kwenu kuna kiapo, tafuta nabii wa Mungu. Wapendwa, kuna manabii katika dunia hii na Mungu amewaaminia. Wanaweza wakakusaidia wakakwambia, hapa mimi naona kwenu kuna hii
naona maisha yako iendi kwa sababu ya hii. Na hapo ndipo utasaidika, hapo ndipo utafunguliwa, hapo ndipo utafanikiwa. Lakini ukibado ukiendelea kupigana vita katika gizani, mimi nakemea mapepo yote ya baharini, mapepo yote ya changwani, mapepo yote ya milimani, utakemea na unarudi bado ile mapepo inakwambia, how are you ni inakuchekelea, maana inajua licha kwamba umeikemea ni rafiki zako. Kwa sababu ya nini? Waliapa kwamba wakae na wewe, na wewe hujabadilisha hiyo kiapo, lakini ndio wakue kwako. Kuna kiapo babu yako walifanya, kuna kiapo maanti yako walifanya wakue na wewe, kuna maango walifanya kiapo wakue na wewe, kuna watu machirani walifanya kiapo. Hapa ni kina Petro wanafanyiwa kiapo ili wauliwe. Na Petro hakuna mtu amekosea. Kuna mtu anasema mimi, kwani mimi watu wanaweza kula kiapo kuniua kwa nini pule, na hakuna kitu mimi nimefanya. Paulo hakuna kitu hata yeye alifanya. Ama umesikia Paulo aliua ndio maana wanamtafuta. Wanaapa wako kwa milima, wanaomba wanasema atukuli wala atukunywi mpaka wakati atakufa. Sasa wakati wameapa, kwa hivyo ni vizuri waangalie kwenu waliapa aje. Na watu waliapa wakasema hapa kwetu hakutakuwa na mtu anapita miaka 50 akiwa akawai. Ndio maana unakuta mnakufa before 50 years. Labda kwenu waliapa wakasema hapa kwetu hakuna mtu ambaye ataseeka. Na kweli hamseeki, mnakufa before kuseeka. Bwana asifiwe. Sasa sitaweza kutaja viapo zote katika familia, viapo zote katika maisha yako, lakini wewe unaweza ukachiita kama mkutano. Maana nimekufungua masikio, nimekufungua macho, ukaangalia ukaona yenyewe. Na ukweli ni kama kwetu kuna kiapo waliapa. Na yule mganga tulileta kwetu, alikuja akafanya nini? Labda kwenu mlileta mganga, akakuja akaleta kinga, akaweka kwenye hiyo familia, akachimbia kakitu kwa mlango, kachimbia kakitu kwa njia. Asema hapa sasa ile kiapo waliapa na baba yako, waliapa na ango yako, waliapa na babu, katika ati ni ulinzi. Sasa angalia vile mnatesa kwa sababu ya kuna ile kiapo. Ile mganga waliapa na baba yako, waliapa na watu wa kwenu. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba hii kiapo walio hapa ni gani. Basi mimi sijui kiapo, lakini mimi naangalia mnaona hii vile tunaenda hatuendi vizuri. Basi hapo sasa hasa kutafuta laini ya nabii. Sasa nabii akusaidia kuambie kwenu waliapa wakasema hivi, kwenu waliapa wakasema hivi, kwenu waliapa wakasema hivi. Sasa uliza nabii, sasa naweza fanya hiyo. Sasa na pia akusaidie chizi ya kuweza kuondoa hiyo kiapo. Maana kuna wengine walisema hapa kwetu lazima kutakuwa na mtu atasaa kiwete. Na hapa kuna wengine waliapa, wasema hapa kwetu lazima mtu atasaliwa akiwa na ulemavu. Hapa kwetu lazima kipupu itasaliwa. Hapa kwetu lazima kutakuwa na mtu ambaye atainamia wengine. Yaani kuna viapo aina tofauti katika jamii. Wewe mpendwa, ni vizuri ukaweze kupigana na hizo viapo. Uangalie, jue ni nini ambacho kinakukula. Jue nini kinakula ndoa yako, nini kinakula watoto wako, nilikutana na mtoto mwingine wa bishop, hata akanisangaza juzi. Kaniambia, "Pastor, Bwana asifiwe." Nikamwambia, "Amen." Nikamuuliza, "Kwani unanijua?" Kaniambia, "Mimi nakujua." Nikamuuliza, "Wewe ulinichulia wapi?" Kaniambia, "Mimi nakujua wewe. Wewe hata usiniulize, mimi nakujua." Nikamwambia, "Sawa basi, ni sawa kama unanijua." Kaniambia, "Unajua mimi hata kama si yuko kwa hili neno ninalijua." Nikamuuliza, "Kwani wewe unaitwa nani?" Akaniambia, "Mimi unajua mimi baba yangu ni bishop." Na imagine huyu ananiambia baba yake ni bishop, ni mlevi. Ni mlevi. Amekunywa lakini anajua huyu ni pastor. Na akaniambia, "Unajua mimi baba yangu ni bishop." Nikamuuliza, "Bishop nani?" Alinitajia nikazanga. Hata sikuamini kama ni ukweli. Nikauliza mwenzake walikuwa naye, nikamuuliza, "Huyu kweli huyu ni kijana wa bishop fulani? Maana huyu bishop namjua." Akaniambia, "Tie." Kaoya hapa, acha kunichezea. Huyu ni ukweli. Maana alikuwa anajifanya hata mimi sizikanishi. Akaniambia, "Mimi ni mtoto wa bishop." Na ni ukweli ni mtoto wa bishop. Lakini kwa nini mlevi? Labda kuna kiapo kwao lazima kutakuwa na walevi. Lazima kutakuwa na wakunywa pombe. Ndio unakuta wale wazee wa zamani walikuwa na mwaga pombe chini kabla hawajakunywa. Kwa sababu ya kile kiapo. Wakikunywa kabla wazee hawajakunywa basi itawasumbua. Kwa hivyo lazima kwanza washirikisha wazee. Mimi sijui kwenu kiapo kiko huko. Sijui waliapa nini, lakini wewe mwenyewe unajua. Kila mmoja anajua kwao kuko aje. Hakuna mtu ambaye anajifanya ati kwao ajui.
Na ukiona wewe unasema kwenu hujui, haki wewe ni mchinga. Maana kama wewe ni mtu unachielewa, kama wewe uko na akili zote, lazima uone kwetu kuna shida inaendeleanga. Kuna kitu kinachirudianga. Kuna kitu kinaendelea si kizuri. Hapo sasa ndio unajuanga hapa kwetu, hata kama sijui wali hapa nini, lakini hapa ni kama hii kitu iko hapa. Maana kama unaona kwenu watu wote waolewi, na wakiolewa ndoa ni mateso. Wao uoni hapo kuna watu ambao walisimama wakasema hapa hakuna mtu ataolewa. Na unaongoja uambiwe nini tena? Ukiangalia unaona baba yako ni mlevi, na uniangalia brata yako ni mlevi, unaangalia ango yako ni mlevi. Wewe uoni hapa kuna kitu kinaendelea hapa? Kwani unataka kuniambia kwenu tu ndio watu wanafaa kuwa walevi? Kwa nini hiyo jirani hawako walevi? Wewe tu ndio umeolewa na mzee mlevi. Na wale wengine wale na wazee walevi. Wewe tu ndio umeoa mwanamke mlevi. Wengine hawana wake walevi. Kwani nyinyi tu ndio mnakuanga na hiyo? Kuna kitu kilifanyika. Na ndio kina attract. Na ndio kinaleta hiyo. Kinasema wewe tuletee huyu na wewe tuletee huyu. Hata kuolewa lazima madhabahu ya kwenu iseme tunaolewa na nani? Tunaoa nani? Sio kuolewa tu hivi unafikiria. Madhabahu inazungumzanga inasema sisi tunataka mwenye atasoma. Sisi tunataka mwenye amesoma. Mwenye atasoma. Na kama ni mwenye amesoma atatukalia kichwa. Na hakuna mwenye anakalianga kichwa kwa sababu ya masomo. Lakini kwa sababu ya madhabahu inaongeanga. Sasa ile kiapo inasema sisi mtu amesoma hatumtaki. So mpendwa, ningependa mimi nikuache hivi nikisema ya kwamba jiita kama mkutano. Jiochi mwenyewe. Jiulize ni nini kinachonikula. Kisajua tafuta nabii wa Mungu akubadilishie hiyo kiapo. Na Mungu atakusaidia. Naomba nimalizie hapo. Ili kabla sijamaliza ningependa nikapate kuomba na wewe. Kwa hapo ambao unatoswa na kiapo cha kwenu. Na vizuri upokee Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, naja mbele zako. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Samehe dhambi na makosa zangu. Niweke huru Bwana Yesu. Kuanzia leo Bwana Yesu, unifanye kuwa mwanao. Katika jina la Yesu. Nimekataa shetani na kazi zake na mitego zake. Kuanzia leo Bwana Yesu, mimi ni mwanao. Nimeamini na hata nimeokoka. Sema amina. Basi kama uko hapo umeokoka, Yesu akubariki na akutende mema. Weka maji yako hapo nyumbani mwako. Nataka kuomba na wewe hiyo maji yangu tayari nimetayarisha hapa. I'm the man of miracle. Kiamini Mungu atakutendea muujiza. Nataka nifunje hizo viapo ambazo walizo hapa kwenu. Waliapa kwa familia yenu, waliapa kwa maisha yako, waliapa hutakaa kwa hiyo ndoa. Waliapa hutakaa na kazi nzuri. Waliapa hutasoma. Waliapa hutafanikiwa. Waliapa hutakuwa na amani. Waliapa utateseka. Waliapa hautafungua biashara. Waliapa hutaajiriwa kazi. Sasa nataka niombe na wewe na nibadilishe hiyo kiapo. Na Mungu ataachilia neema na baraka zake. Nyosha mkono wako ukielekeza kwenye screen. Wale ambao mnatumia runinga, wale ambao mnatumia Facebook, YouTube, TikTok, nyosha mikono yako. Wale wa radio basi nawe shika radio yako unapoenda kuomba na uchukue hiyo maji yako tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, muumba mbingu na dunia, ninakuinua ni kwa ajili ya mpendo huyu ambaye aliyesikia siku ya leo neno lako. Na mkabidhi mfalme mikononi mwako. Naomba haya maji yakawe moto. Baba, yakawe na nguvu na uwezo wako Jehova Jireh. Natangaza kwamba si maji kawaida Bwana, bali mfalme ni damu yako. Ikafunje kila kiapo na kila njia waliokubaliana. Iliyo Bwana kuwafunga watu wako. Tangaza mfalme anayetii neno lako. Hizo viapo zilizofanyika kwenye jamii, wasiolewe, wasioe, wasifanikiwe, wasiendelee, wasisome. Chochote walichokiapa Bwana kinyume na watu wako. Nafunja hizo viapo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naomba Bwana wa majeshi ukatawale watu wako, kila mmoja aliyepata neno lako na atakayekuja kulipata. Bwana ukambariki na ukamnenee kwa uwezo wako na nguvu zako. Katika jina la Yesu Kristo mfalme. Anapokunywa maji haya, yakaondoe kila aina yote ya kiapo ndani ya maisha yake. In the name of Jesus Christ, we pray and we believe. Amen. Amen. Kunywa hayo maji. Bwana akubariki. Na Bwana akutende mambo makubwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha ibada hizi. Basi kutoka kwangu mimi sina la ziada, bali nakuaga nikisema God bless you. Shalom shalom. Tukutane wakati mwingine majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Asante kwa kunisikiza, asante kwa kuwa na muda wako kwa kusikiza neno lake Bwana.
Asante kwa ajili yako wewe kufuatilia ibada zetu. God bless you. Shalom, shalom, shalom.